Hujambo mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa TV nyumbani mwako, tushirikiana na Soma TV. Kwa majina anaitwa Severin Valentini Tairo kutoka kitengo chetu cha media. Ni mtangazaji kama nilivyoelezea hapo awali. Na leo hii tumebahatika kufanya picnic na wanafunzi wa Soma TV ambayo ni shule ambayo inakuja kwa kasi sana, iko hapa jijini Dar es Salaam, kilomita chache kutoka Mbezi Luis kuja mpaka hapa shuleni tulipo eneo la Mpigi Magoe. Na leo tumeweza kufika mahali hapa kwa ajili ya kuja kufanya mazungumzo baadhi ya wanafunzi, lakini pia tushirikiana na mkuu wa shule, bila kusahau pia walimu ambao ni sehemu ya kuonyesha namna wanavyoendelea kuwajali wanafunzi na kuwatengenezea mazingira ya elimu kwa namna moja au nyingine. Na aliye kushoto kwangu si mwingine bali ni Madam Susan. Ataenda kuzungumza pia na kuelezea namna walivyojiandaa, lakini pia hata katika kuzungumza na wanafunzi kwa kupitia hii picnic ya leo ambayo ni picnic ya pili tokea kuanzishwa kwa hii shule. Mtazamaji na msikilizaji wa TV nyumbani mwako, tukishirikiana na Soma TV, basi kama nilivyoambia, kushoto kwangu si mwingine bali ni Madam Susan. Atakwenda kuielezea pia kwa kifupi namna walivyojiandaa katika picnic kama sehemu ya kuendelea kuwapa wanafunzi elimu mbalimbali. Kuna elimu za darasani, lakini pia kuna zile elimu ambazo zinatoka nje ya madarasa. Mwalimu, habari za asubuhi? Salama, habari yako? Namshukuru Mungu. Zaidi ya watu 300 wanatuangalia sasa kwa kupitia TV nyumbani mwako, lakini pia na Soma TV. Wanahitaji kufahamu namna wanavyojiandaa vyema katika kuja kufanya picnic na wanafunzi. Na hii ni picnic ya ngapi? Karibu. Ni picnic ya pili. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa kweli kwa kuweza kufika mahali hapa, na tunaamini tunaenda kuona mambo mengi ambayo yatawafundisha wanafunzi pia kujua vitu vya nje. Tunategemea hapa Mabwepande wanaenda kutupokea vizuri na watatuelezea vizuri. Asante sana. Umesema ni picnic ya pili. Ile picnic ya kwanza mlifanyia wapi? Ya kwanza tulifanyia Kimaratemboni. Asante. Na unaona haya ni masomo ya nje ambayo sasa ni ya vitendo, sio nadharia. Wanafunzi wameyapokeaje, lakini pia na ushirikiano wa wazazi wamepokeaje kwa jumla? Kwa kweli tunashukuru, wazazi wamelipokea hili jambo vizuri na tumefurahi. Wanafunzi wamejitokeza na wamechangia wanafunzi wengi ambao wanapenda sana kuangalia vitu vya nje. Tofauti na masomo ya ndani, pia tunajifunza pia nje. Kwa hiyo siku ya leo tumetoka huku nje tukajifunze kwa huku nje. Asante sana. Ninatambua miongoni mwa walimu leo kwa sio chini ya walimu 10 ambao mmeambatana. Lakini unataka kuzungumza nini sasa kwa walimu wenzako wote ambao mmeambatana nao? Asante kwa walimu wenzangu ambao tumeambatana nao, nasi pia tunaenda kufurahia pamoja na watoto wetu katika ziara hii. Tunatambua mkuu wa shule ni Teacher Gibson. Unataka kumwambia nini sasa kwa ubunifu anaendelea kufanya ambao ni nje ya shule? Kwa kweli ni jambo jema, na tunaendelea kumsihi Mungu aendelee kutupa uelewa zaidi na kumpa mwalimu wetu Gibson uelewa zaidi kwa ajili ya kuwaimarisha watoto katika masomo ya nje na ya ndani. Asante. Neno moja kwa wale wazazi ambao hawana imani na Soma. Kwa wale wazazi ambao hawana imani na Soma, kwa kweli tuwatie moyo na tunawakaribisha sana katika shule ya Soma, maana tunafanya vizuri zaidi na tuna ziara za nje na za ndani. Asante sana. Hebu niambie kwa kifupi, huu ni mwaka wa ngapi tokea shule yenu ilipoanzishwa? Huu ni mwaka wa 5. Mwaka wa 5, tukimaanisha kwamba sasa tokea darasa la kwanza mpaka darasa la 5. Tuna darasa la kwanza mpaka la 6. Mpaka la 6. Asante sana. Msikilizaji na mtazamaji wa TV nyumbani mwako, tushirikiana na Soma TV. Basi aliyekushoto kwangu si mwingine bali ni Madam Susan alivyokuwa anaelezea namna walivyofurahia, lakini pia kusema kwamba wanafunzi wanapotoka nje ya eneo basi wanaendelea kujifunza yale masomo ya nje. Nashukuru sana Madam, na Mungu aendelee kuwabariki, nasi tutajumuika pamoja katika kufurahia utalii wa nje. Asante sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Suzana Maingu Makoli, ni mkurugenzi mama, pia ni meneja wa shule ya Soma ya awali na msingi. Asante. Hongera sana kwanza kwa kuwa na shule kubwa yenye sifa mbalimbali. Asante. Asante. Shule yako mpaka sasa hivi ina muda gani?
Shule yangu ina muda wa miaka 4 mpaka sasa. Sasa mwitikio wa wanafunzi hapo shuleni unaonaje, na pamoja na wazazi, na mlianza na wanafunzi wangapi? Kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu, ingawaje kila kitu kina changamoto zake, lakini kwa soma namshukuru Mungu sana, kwa sababu ukiangalia kwa umri tuna umri wa muda mfupi sana, lakini mwitikio wa wazazi umekuwa ni mkubwa, pamoja na kwamba yani kikubwa sana napenda kuwashukuru sana walimu wangu, kwa sababu wao ndio nguzo haswa walioifikisha hapa Soma. Kama unavyoona kwamba Soma hatuna mabango mengi sana ya kujitangaza, lakini kutokana na uweledi wa walimu wangu, kwa hiyo Soma imeweza kukua kwa kipindi kifupi mno. Kwa hiyo napenda kuwashukuru walimu wangu na uongozi mzima. Asante sana. Ilipoanza shule ya Soma ilikuwa na wanafunzi wangapi? Kwa kweli Soma ilikuwa na wanafunzi 2. Soma ilikuwa na wanafunzi 2. Tukakaa kidogo pia kwa mwitikio wa wazazi, baada ya kuona matokeo mazuri ya Soma, tukawa na wanafunzi 7. Mpaka sasa hivi tunavyoongea Soma ina wanafunzi kwenye 210. 210 kwa muda wa miaka 4. Kwa muda wa miaka 4. Asante. Changamoto zipi mnazokutana nazo pamoja na kusema kwamba ongezeko la wanafunzi ni kubwa? Kama mnavyojua changamoto huwa hazikosekani kila sehemu, ingaje kwa Soma namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba naweza nikasema kwamba ni wateule ama ni wabarikiwa. Changamoto sio kubwa sana, kwa sababu unakuta tu labda mzazi unakuta labda ana hatoi ile ada kwa wakati, lakini kutokana na kwamba tulijipanga, hatukurupuka tu kuanzisha Soma, kwa hiyo hatuna changamoto kubwa sana. Tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Asante sana. Unataka kuambia ni sasa walimu wako wote kwa ujumla? Kwa kweli napenda kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu azidi kuwalinda, alafu pili Mungu yani wazidishe bidii. Kama tunavyojiita wenyewe timu Soma, basi mapambano yaendelee. Asante. Katika masomo ya ndani na nje mnayoyafundisha wanafunzi wenu kwa weledi, na hata leo hii mmeweza kuyafanya masomo ya nje, nikimaanisha kwamba sasa kuja kufanya picnic, na tumeambiwa kwamba leo hii ni picnic ya pili. Vipi mwitikio wa picnic iliyopita na hii hapa? Kwa kweli hii imekuwa ni kubwa sana. Mwitikio umekuwa ni mkubwa sana kutokana na kwamba pili kwanza wanafunzi wameongezeka, alafu kama unavyojua kitu kinapoanza inakuwa kila mtu ile yani mapokezi kidogo inakuwa ni polepole, kunakuwa na changamoto, lakini sasa kutokana na wingi wa watoto kwa mapokezi pia yamekuwa makubwa sana. Tunashukuru Mungu sana, wazazi wamekuwa waelewa. Tukiachana na furaha ya watoto walivyofurahi kuona wanyama na kujifunza masomo ya ndani, utalii wa ndani kwa jumla, wewe kama sasa mama mkurugenzi, umepokeaje ile nafasi yako? Kwa kweli nimepokea vizuri sana, nimefurahi sana binafsi, pia nimefurahi, na ukiangalia hata watoto wamefurahi mno, wamefurahi sana. Kuna baadhi ya wazazi ambao wanaona hili jambo la watoto kwenda picnic kama sio priority, hawalipi kipaumbele. Ni kitu ambacho tunataka kukizungumza kwa karibu, labda kwa wazazi ambao hawana tayari kama hilo. Napenda kuwaasa au kuwasihi wazazi, vitu kama hivi ni muhimu sana. Kwanza vinampa mtoto kujifunza makubwa mengi sana. Kwa sababu unapomsomesha tu kwenye vitabu anakuwa haelewi, yani akielewi kile kitu kwa ukaribu au kwa ukubwa mno. Kwa hiyo mimi nawasihi tu wazazi kwamba waendelee kutoa hamasa, ama waendelee kutoa mwitikio tunapowaambia kwamba jamani kuna picnic au kuna kitu fulani, basi mimi naomba waitikie kwa ukubwa zaidi. Asante sana, nikushukuru Madam Mama, kama ulivyozungumza kwamba ni mama mkurugenzi, kwa nafasi yako ya hii shule. Lakini neno moja sasa nataka kuongea na watazamaji wa TV Nyumbani Mwako, tushirikiana na Soma TV. Unataka kuambia nini kwa jumla? Mimi nawaambia kwamba nawakaribisha sana, kwanza nawapenda sana, alafu pili nawakaribisha sana shule ya Soma ya awali na msingi. Karibuni sana, mjiunge na Soma na wala hamtojuta. Tuko vizuri mno na walimu wangu wako vizuri sana katika ufundishaji. Asante sana na Mungu akubariki. Amina. Tunashukuru sana. Asante sana. Bado safari yetu inaendelea, na kama nilivyoelezea nikamwambia kwamba leo tumekuja kufanya utalii wa ndani, nikimaanisha tuko hapa Mabwepande jijini Dar es Salaam. Tumekuja kufanya utalii wa ndani ambao sasa na sisi tumebahatika tunamshukuru Mungu kwa kuwa tumebahatika kuwa na mbuga ambayo sasa
inaweza kutupa nafasi ya kujivuna, lakini pia wanafunzi kuja kuendelea kupata baadhi ya masomo mbalimbali. Lakini pia kushoto kwangu si mwingine bali ni madam, naye pia ni mwalimu, atajitambulisha kwa majina lakini pia kuelezea namna anavyopokea. Habari za asubuhi. Nzuri, habari yako? Namshukuru Mungu. Hebu jitambulishe kwa majina yako. Naitwa Madam Krista Christian. Asante Madam Krista. Hebu tuambie siku hii ya leo nyinyi mmepokeaje kuja kufanya picnic? Tumepokea vizuri, tunamshukuru Mungu kwa sababu ni sehemu ya kujifunza, ni sehemu mojawapo ya darasani. Hatupo darasani kabisa, lakini tumetoka nje kwa ajili ya kujifunza vitu ambavyo tunajifunza darasani bila kuona kwa macho. Asante. Unafikiri wanafunzi wenu wameweza kulipokea kwa asilimia ngapi na unafikiri watakuwa naelewa kiasi gani? Kwa asilimia kubwa wamelipokea vizuri na tuna imani kwamba wamekuja kuelewa zaidi, kwa sababu kama darasani tunajifunza tu bila kuona. Kwa hiyo hapa wamekuja kuona. Kwa hiyo hata mwanafunzi uko unamfundisha darasani ile imagination yake sasa inakuwa real. Ndio. Asante sana. Unaweza ukatuelezea miongoni mwa sifa ambazo ziko hapo shuleni kwenu kusoma? Ndio. Kwanza tunamlea mtoto unamchukulia kama mtoto wetu. Yaani hata kama mtoto hujamzaa wewe, lakini unamchukulia kama mwanao. Kwa hiyo yale malezi yote ambayo anatakiwa mtoto wa kike, wa kiume, mdogo na mkubwa, yote tunahakikisha kwamba mtoto yupo kwenye mstari. Ndio. Asante sana. Wewe ni mwaka wangapi kwa hapa shuleni? Huu ni mwaka wangu wa 3. Mwaka wa 3. Mafanikio yako leo yapata tokea ulipokuja hapa shuleni umeonaje? Kwa kweli ni makubwa na ni mengi, namshukuru Mungu kwa hilo, kwa sababu licha ya kujifunza, unajua ukiwa kwenye society kama hii ya wanafunzi, kila siku unajifunza kitu kipya, namna ya kuwakea watoto, kuwalinda, kuwatunza, kuwafundisha. Kwa hiyo kila siku unapata kitu kipya ambacho hukuwa nacho mwanzo. Kwa hiyo unakipata pale, yani kama unafanya innovation. Neno moja kwa walimu wenzako kwa jumla nataka kuambia nini? Lakini pia bila kumsahau mkuu wa shule Gibson. Nianze kwa mkuu wa shule, tunamshukuru sana, na kwa walimu wenzangu tuendeleze ushirikiano huu ili tuwe. Natambua hapa hata kama wote nyinyi ni walimu, lakini changamoto ndogo ndogo hazitakosekana kati yako wewe labda na mwalimu wenzako. Kuwa pale mnapo kwaruzana labda kidogo katika utekelezaji wa majukumu, ni hatua gani mnachukua? Labda mnamsuluhishi au mnasuluhishana wenyewe? Tunasuluhishana wenyewe. Unajua ukiwa kwenye jamii kama hii makwazo hayakosi. Kwa hiyo unapokuja kuambiwa kitu umekosea, unatakiwa kwanza ulikubali afu ukubali kurekebika. Ndio. Ukiwa mtu ambaye sio mtu vizuri kurekebishwa, hauwezi ukaenda. Ila kama ni mtu unasikiliza, unakubali makosa, kwa sababu hakuna binadamu ambaye akosei. Neno moja kwa wazazi wote ambao wamepa dhamana ya watoto wao. Moja, tunashukuru, tunawapenda, lakini pia watoto wanaenda kujifunza zaidi. Kwa hiyo wawe na expectation kwamba watoto wamekuja kujifunza vitu vikubwa, ambapo mwanafunzi ukiwa unamwambia kule darasani hata kuwa anabaki tu kwa kuimagine. Kwa hiyo nipende kuwashukuru kwa kuwatoa wanafunzi wao. Asante sana. Lakini kwa ujumla unapoangalia changamoto za wanafunzi hapa shuleni, uelewa na namna mnavyofundisha imekaaje pia? Changamoto hazikosi, kwa sababu darasani tuna njia tofauti za kuelewa. Kuna slow learner, kuna na fast learner. Kwa hiyo wale fast learner unapoongea mwanafunzi ni mara moja anapata. Lakini yule slow learner lazima uendelee kumfanyia kidogo kidogo, kwa sababu anaelewa kidogo kidogo. Yes. Asante sana, nikushukuru sana madam, na Mungu aendelee kukubariki. Msikilizaji na mtazamaji wa TV nyumbani mwako, tushirikiana na Soma TV kama hivyo unavyosikia na hivyo unavyoona. Ni sehemu pekee ambayo tumeweza kuja kujifunza mambo kwa vitendo. Na huku ndani ya Msitu Pande tutakuja kuambiwa mengi zaidi na wale ambao wana dhamana ya utalii. Watatuelezea aina ya wanyama waliopo, sifa zinazopatikana humu ndani, ili na wewe unanitazama mahali hapa basi uweze kutambua utalii wa ndani uliomo humu ndani. Utalii wa ndani ya Tanzania, lakini pia hapa jijini Dar es Salaam, kilomita chache kutoka Mbezi Luis au Mbezi kwa Magufuli kufika mahali hapa. Lakini pia kutoka barabara yetu ya Mabwe Pande moja kwa moja mpaka kule Bunjubi mpaka kufika mahali hapa ni wastani wa kilomita 9. Nikukaribishe uweze kujumuika pamoja nasi katika hayo.